Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kukaribisha katika Sauti ya Marejeo Ministry. Sauti ya Marejeo Ministry ni huduma ambayo imejikita katika kukuandaa kwa ajili ya kumpokea Kristo ajapo mara ya pili. Katika Sauti ya Marejeo Ministry kutakuwa kuna masomo mbalimbali ambayo yanamuhusu kila mmoja wetu, lakini ambao wanahusika kwa uzito mkubwa ni Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo ningependa utakapopata wasaa wa kuingia mtandaoni, unaweza ukaingia na ukaandika Sauti ya Marejeo Ministry, na utakuwa unapata mfululizo wa masomo siku kwa siku. Lakini awali ya yote, ningependa tuweze kupata ombi. Baada ya hapo tutaingia kujifunza somo ambalo Bwana atakuwa amekusudia kuweza kulitazama katika siku ya leo. Napenda kukualika kulingana na nafasi yako. Kama una fursa ya kupiga magoti, utapiga magoti. Kama una fursa ya kusimama, utasimama. Lakini hata kama umekaa, upo kwenye chombo cha usafiri, na kusihi uweze kuinamisha uso wako tuweze kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu kwa upendo wako na fursa hii ya pekee ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza neno lako takatifu. Muda kama huu tunahitaji uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi, utusaidie tuweze kuelewa, na mwisho wa siku maneno yako yaweze kubadili maisha yetu. Tunaamini utakuwa pamoja nasi sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa somo hili. Hivyo ninavyoomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu zangu wapendwa, leo tutatazama somo lenye kichwa kinachosema makundi makubwa mawili katika zama kuu ya mwisho. Napo zungumza habari ya zama kuu ya mwisho, ni tukio ambalo litafunga pambano kuu la dunia yetu. Na tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ni tukio la sheria ya Jumapili. Unapo soma katika maandiko, kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 ukurasa 141, mjumbe wa Mungu anasema uwekaji wa sabato bandia mahali pa sabato ya kweli, kuikweza siku ya Jumapili kinyume na sabato ya Biblia, ndiyo tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ya pambano kuu. Kwa hiyo ndiyo zahama ambayo tunaizungumzia. Kumbuka nimetoka kusema kichwa cha somo kinasema makundi mawili katika zahama ya mwisho. Kwa hiyo zahama ambayo iko mbele yetu ni ibada ya Jumapili. Ndiyo zahama ambayo iko mbele yetu, ushirikishwaji wa ibada ya Jumapili. Lakini kabla ya kuendelea kulitazama somo hili, ningependa kukualika tuweze kutazama nukuu ambayo inatoka katika kitabu cha Manabii na Wafalme ukurasa wa 537 aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema, wakati wa sasa ni wa shauku kubwa kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Kumbuka nimetoka kusema tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ni tukio ambalo linahusu ibada ya Jumapili.
Kwa hiyo tutakapoona ushurutishwaji wa ibada ya Jumapili umetokea, hapo tutajua kuja kwa Kristo kupo karibu sana, kwa sababu maandiko yanatuambia hilo ndilo tukio la mwisho katika mfululizo wa pambano kuu. Kwa hiyo matukio mengi yatatokea, lakini tukio ambalo litakuwa kengele kwetu ya kwamba mwisho umekaribia ni tukio la amri ya Jumapili. Ndio maana nazidi kusema hapa, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Anaendelea kusema wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia, na wanatambua kuwa jambo fulani kubwa na la kukata shauri liko karibu kutokea, kwamba dunia iko ukingoni mwa zahama kuu. Kwa hiyo zahama kuu inayozungumziwa hapa ni amri ya Jumapili, na katika amri ya Jumapili tutaona amri ya Jumapili itakapotangazwa au tukio hili litakapotimia, kutakuwa kuna makundi mawili tu ya watu, hakutakuwa na makundi matatu, kwa sababu siku zote neno la Mungu linahitaji tuchague pande. Kutakuwa kuna pande mbili tu, hakutakuwa kuna upande wa vuguvugu, kutakuwa kuna upande wa moto na kutakuwa kuna upande wa baridi, hakutakuwa kuna upande wa vuguvugu. Nitaendelea kusoma nukuu nyingine katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9, ukurasa wa 11 aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu linasema, majanga makubwa katika nchi kavu na bahari. Kwa tunaona majanga mengi yakitokea. Tunaona matetemeko ya ardhi yakitokea katika nchi kavu. Tunaona ajali zikitokea katika nchi kavu, lakini pia katika bahari tunaona msukosuko wa bahari, tsunami. Anaendelea kusema hali ya machafuko ya jamii, tetesi za vita na matukio ya kutisha. Mambo haya yanaashiria matukio makubwa mno yanayokaribia. Kwa hiyo haya mambo ni kweli hayana budi kutokea, lakini tunaambiwa yanaashiria matukio makubwa mno yanayokaribia, na tukio kubwa mno ambalo watu wanatazamia kuona likitimia ni amri ya Jumapili, na ndilo tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio ya pambano kuu. Neno la Mungu linaendelea kusema, mawakala wa uovu wanaunganisha nguvu zao na kujiimarisha. Mawakala wa uovu wanaunganisha nguvu zao na kujiimarisha. Wanajiimarisha kwa ajili ya zahama kuu ya mwisho. Unajua nukuu ya kwanza ambayo tumeisoma katika kitabu cha Manabii na Wafalme ukurasa wa 537 ametaja tu zahama kuu, lakini nukuu inazidi kufafanua nukuu ya awali ambayo tumeisoma. Anasema zahama kuu ya mwisho. Kwa hiyo hakutakuwa kuna zahama nyingine tofauti na zahama ambayo iko mbele yetu, ambayo ni sheria ya Jumapili. Na katika sheria ya Jumapili kutakuwa kuna makundi mawili tu ya watu. Anaendelea kusema mabadiliko makubwa yanakaribia kutokea katika ulimwengu wetu. Anaendelea kusema hapa, na harakati za mwisho zitatokea kwa kasi sana. Kwa hiyo harakati ambazo zitapelekea utangazaji wa amri ya Jumapili zitatokea kwa kasi sana. Ndio maana wengi ambao wako gizani, ambao mioyo yao italemewa na ulafi, ulevi na masumbufu ya dunia haya, watashangaa kuona tukio la amri ya Jumapili limetimia machoni pao. Wengi watasema ya kwamba tulijua hukumu za Mungu zingeijia dunia, lakini tusingejua kwamba ingekuwa ni haraka kiasi hiki. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Evangelism ukurasa wa 17. Nitasoma ili tuweze kuwa tayari. Inabidi kwanza tuweze kupokea onyo ambalo Mungu anatutumia katika kipindi hiki kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya zahama ambayo iko mbele yetu. Unapoangalia kwa kitabu cha Evangelism ukurasa wa 17, nitasoma. Nabii anasema kazi ya uinjilisti. Hapa nabii anafafanua kazi ya uinjilisti. Anasema kazi ya uinjilisti, akaweka mkato, ni kufungua maandiko. Ndio maana niko hapa mbele yako kwa ajili
ya kufungua maandiko, na nisipofungua maandiko sitakuwa nafanya kazi ya uinjilisti, kwa sababu tunaambiwa kazi ya uinjilisti ni kufungua maandiko. Nabii wa Mungu anaendelea kusema ni kufungua maandiko kwa wengine, kuwaonya, sio kuwafariji, kuwaonya wanaume na wanawake juu ya kile kinachojia dunia. Kwa tunaambiwa kumbe kazi ya uinjilisti ni kufungua maandiko, kuwaonya wanaume na wanawake juu ya kile kinachojia dunia. Anasema kazi hii inapaswa kuchukua muda wa ziada na muda endelevu zaidi kwa watumishi wa Bwana. Kwa hiyo wapendwa, hakuna kingine kinachojia dunia isipokuwa ni ujio wa Yesu mara ya pili. Lakini kabla Yesu ajaja mara ya pili, unaposoma kitabu cha Mathayo sura 24, kuna dalili alizitaja ambazo zitatangulia ujio wake, na miongoni mwa dalili kuu ya mwisho itakayotangulia ujio wa Yesu, tutakapoona dalili hiyo itatimia, tutajua ya kwamba Kristo yupo karibu mlangoni, ni amri ya Jumapili. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami, na ningependa kusema kama una Biblia yako ni vizuri uwe nayo karibu na uifungue, lakini pia kama una kalamu na karatasi, jitahidi kuandika mafungu pamoja na nukuu hizi tunazozisoma, itakusaidia katika kurudia. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 7, nitasoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 7, tuone kile ambacho kinaijia dunia. Hakuna kitu kingine ambacho kinaijia dunia zaidi ya ujio wa Yesu mara ya pili. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza, katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza nitasoma mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, tazama yuaja na mawingu. Kwa hiyo hiki ndicho kinachojia dunia. Yesu anakuja na mawingu. Anasema na kila jicho litamuona. Kwa hiyo kila mwanadamu atakaye kuwa hai wakati Kristo atakapokuja mara ya pili lazima muone. Lakini wanadamu hawa watakaomtazama Mwokozi, kama kichwa cha somo letu kinavyosema, watakuwa katika makundi mawili. Kwa sababu nimetangulia kusema hapo nyuma ya kwamba kabla ya Yesu kuja ni lazima dhama kuu itokee, na hii dhama ni amri ya Jumapili, na dhama hii ndiyo itapelekea ujio wa Kristo kuweza kuwakomboa watu wake kutoka katika dhama hiyo ya mwisho. Ndio maana panazidi kusema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Wapenzi mnaonifuatilia, ningependa kuambia Kristo atakapokuja mara ya pili, wale watakaoweza kusimama na watakaokuwa na ujasiri wa kumwangalia ni wale ambao watakuwa wamemjua yeye, na kundi la pili halitakuwa na ujasiri wa kumtazama, na litakosa ujasiri wa kumtazama kwa sababu moja tu, kwa sababu hawakuwa na uzoefu wa kufanya ushirika pamoja na Mungu. Na ningependa kuambia kwamba mwanadamu hatapotea isipokuwa kwa sababu moja tu, kwa kupuuzia fursa aliyopewa kufanya ushirika pamoja na Mungu. Unapoangalia katika kitabu cha Injili ya Mathayo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Tutasoma Injili ya Mathayo Injili ya Mathayo sura ya 7, tutaangalia mstari wa 21 hadi mstari wa 23. Ndugu zangu mnaonitazama,